Kivuli cha Urusi kimeonekana tena kikikatiza bahari ya Atlantic. Ndege nzito ya mizigo ya kijeshi Ilyushin Il-76 imegusa ardhi ya Cuba kimya kimya usiku wa Jumapili, tukio linalofufua kumbukumbu za msisimko na hofu iliyowahi kuitikisa Caracas miezi michache iliyopita. Kwa mujibu wa kumbukumbu za safari za anga zilizoonekana na Defense News, ndege hiyo ilitua katika kituo cha anga cha kijeshi cha San Antonio de Luis Banos, takribani kilomita 50 kusini mwa Havana. Hapo macho ya dunia yaligeuka ghafla, yakitambua kuwa historia ina tabia ya kujirudia, hasa inapobeba mizigo ya chuma na siri. Il-76 hiyo inayomilikiwa na kuendeshwa na kampuni yenye uhusiano wa karibu na serikali ya Moscow, Aviacon Zitotrans, ilianzia safari yake St. Petersburg ikipitia Sochi, kisha ikafanya vituo vya kimkakati katika Jamhuri ya Dominica, Mauritania na Algeria kabla ya kufika Cuba. Hii si safari ya kawaida ya kibiashara, ni ramani ya kisiasa iliyochorwa angani. Ndege hiyo hiyo yenye usajili RA78765 ilionekana Venezuela, Nicaragua na Cuba mnamo Oktoba 2025, wakati anga ya kisiasa kati ya Washington na Caracas ilipokuwa ikichemka. Sasa, baada ya uvamizi wa kijeshi wa Marekani Venezuela tarehe 3 Januari, macho ya shinikizo yamegeukia Havana. Rais wa Marekani Donald Trump amefanya Cuba kuwa shabaha ya wazi. Tarehe 29 Januari, alisaini amri ya kiutendaji iliyoitaja Cuba kama dharura ya kitaifa, akiweka ushuru mkali kwa taifa lolote litakalo thubutu kuipatia Havana mafuta isipokuwa Cuba ijipange kulingana na maslahi ya usalama wa taifa na sera za nje za Marekani. Ni katika mazingira haya ndipo ndege ya Urusi inatua na kuacha maswali mazito yakining'inia hewani. Je, Havana inapokea msaada wa kijeshi au ni ujumbe wa kisiasa uliotumwa kwa mabawa ya chuma? Il-76 inaweza kubeba hadi tani 50 za mizigo au watu zaidi ya 200 katika historia yake. Ndege za aina hii zimehusishwa na usafirishaji wa silaha, vifaa vya kijeshi na hata mamluki kwa niaba ya Urusi. Aviacon Zitotrans yenyewe si jina geni kwa vikosi vya Marekani, Kanada na Ukraine. Zimeiweka kwenye orodha ya vikwazo vya muda mrefu. Hazina ya Marekani iliwahi kusema wazi mwaka 2023 kuwa kampuni hiyo imesafirisha roketi, vichwa vya makombora na virupuzi vya helikopta kote duniani, ikihusishwa pia na mauzo ya silaha kupitia kampuni ya serikali ya Urusi. Hakuna uthibitisho wa wazi juu ya kilichobebwa safari hii, kwani hata hivyo kumbukumbu za nyuma zinaongea. Il-76 hiyo hiyo ilipoenda Venezuela kabla ya mashambulizi ya Marekani ilisemekana kupeleka mifumo ya ulinzi wa anga ya Pantsir S1 na Buk M2E, ngao za anga zilizotakiwa kuzuia mashambulizi ya Marekani. Ngome hizo zilianguka si kwa kukosa chuma, bali kwa makosa ya matumizi, maandalizi hafifu na nguvu kubwa ya kijeshi ya Washington. Mnamo Machi 2025, Moscow na Havana ziliridhia na kuridhisha mkataba mpya wa ushirikiano wa kijeshi, ukifungua milango ya operesheni za pamoja, mafunzo, kubadilishana wataalamu wa kijeshi na usambazaji wa vifaa vya kijeshi. Sasa kutua kwa Il-76 si tukio la bahati mbaya, ni ishara, ni onyo, ni ukurasa mpya katika kitabu cha mvutano wa kijiografia cha Amerika ya Kusini na Caribbean, kwani katika kimya cha usiku wa Havana, sauti ya injini ya Kirusi ilisikika na dunia ikakumbushwa kuwa vita vya kisasa havitangazwi kwa maneno, bali kwa ratiba za ndege na mizigo isiyoonekana.